Canada Jean-Noel Barrot amesema ni muhimu sana kuepuka hatua zote ambazo machafuko na makabiliano baada ya Venezuela kuonya kwamba hatua za Marekani zinaweza kupelekea vita kamili baina yao. Bila kuitaja Marekani kwa jina, Barrot amesema nchi yake inafuatilia operesheni za kijeshi ambazo zinakiuka sheria ya kimataifa. Kauli hiyo imekuja baada ya meli kubwa kabisa ya kijeshi ya Marekani kuingia kwenye eneo hilo linalodhibitiwa na kamandi ya kusini ya jeshi la majini la Marekani, linalojumuisha pia Amerika Kusini na Karibi, na hatimaye Libreville. Mahakama moja nchini Gabon imewahukumu kifungo cha miaka 20 mke na mtoto wa kiume wa aliyekuwa rais wa nchi hiyo aliyepinduliwa madarakani mwaka 2023, Ali Bongo. Sylvie Bongo na mtoto wake Nordine Bongo Valentine walitiwa hatiani bila wenyewe kuwa mahakamani hapo jana. Mwanamke mwenye umri wa miaka 62 na mwanawe mwenye umri wa miaka 33 wanaishi uhamishoni nchini Uingereza. Wawili hao wametiwa hatiani kwa kutumia nafasi zao kumpotosha Ali Bongo, kufanya ubadhirifu mkubwa wa fedha za kodi wa taifa dogo kabisa, lakini mkubwa kabisa wa mafuta na masikini kwa watu wake. Mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu iliyokujia moja kwa moja kutoka hapa Bonn. DW Dunia Yetu Leo Asubuhi. Safu yetu ya uchambuzi asubuhi hii tutaanzia kuangalia siasa hapo nchini Tanzania, tukiangalia bunge la 13 ambalo lilianza hapo jana likiwa limetawaliwa na wabunge wa CCM. Je, wa Tanzania wanatarajia mijadala yenye kuvuta nadhari ya kitaifa ama upinzani wa hoja kuibuka ndani ya wabunge wa CCM? Salia hapo. Mwamko wa vijana katika kudai mageuzi ya utawala nchini Uganda unazidi kushika kasi na kuhanikiza katika kampeni za uchaguzi zinazoendelea. Tutaiangalia Mashariki ya Kati tukiangalia, je, kuna uwezekano wa kuigawa Gaza katika maeneo mawili? Tunayo mengi. Salia hapo, usiondoke tafadhali. Tunasikika kupitia redio washirika, kadhalika kupitia tovuti yetu, bila kusahau Facebook na YouTube. Tafuta tu DW Kiswahili. Na safu yetu ya uchambuzi asubuhi hii inaanzia hapo Afrika Mashariki, ambako kikao cha kwanza cha bunge la 13 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kimeanza jana kikiwa na zaidi ya wabunge 200 kutoka chama tawala cha CCM, huku vyombo vya upinzani vikiwakilishwa na wabunge chini ya 20. Hili limezua mjadala juu ya usawa na uwiano katika upitishwaji wa sheria, sera na uwakilishi wa michango ya vyama vya upinzani katika bunge hilo. Mwandishi wetu Florence Majani ametuandalia taarifa ifuatayo akiwa Dar es Salaam. Zile vuta ni kuvute zilizofanyika kwa zaidi ya miezi miwili ya kampeni za uchaguzi na baadaye uchaguzi mkuu sasa zimeingia dimbani rasmi jana katika kikao cha kwanza cha bunge la 13 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Bunge hili lililofungua ukurasa wake mpya jana, kadhalika lilimchagua spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Musa Azan Zungu, mbunge wa Ilala kupitia CCM, ambaye alipata kura 380 zilizopigwa na mshindani wake Steven Masere ambaye alipata kura 16. Nathibitisha kwamba nitatumikia vyema kwa moyo thabiti Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kazi zangu kama spika wa bunge, na katika kutimiza wajibu wa cheo hichi nitawatendea haki watu wote kwa mujibu wa katiba. Wabunge 385 wakiwamo wa viti maalum waliapa jana kulitumikia taifa hili la Afrika Mashariki na kuwakilisha wananchi katika maeneo yao. Hata hivyo, kati ya wabunge hao 265 waliochaguliwa majimboni ni wa CCM na wabunge 4 ni wa chama cha upinzani cha ACT Wazalendo na 2 ni wa viti maalum kutoka chama cha upinzani cha Chauma. Uwakilishi huu mdogo wa wabunge wa upinzani umeibua maswali. Je, wapinzani watafurukuta vipi katika bunge hili? DW imezungumza na mbunge wa Tunduru Kaskazini kupitia chama cha ACT Wazalendo Ado Shaibu. Kwa hiyo watu wanalitazama bunge hili kwa jicho la umakini mkubwa sana na kuona kama litakuwa ni bunge la matumaini kwa Watanzania ama litakuwa bunge la kuisifia na kuipongeza serikali. Na ndio maana tukamtupia swali kama bunge hili litakuwa na ajenda ya maboresho ya demokrasia nchini Tanzania na kama mchakato wa katiba mpya utapata nafasi katika bunge hili. Hoja hii inaibuka wakati huu kwani katika bunge la 12 kulikuwa na mbunge mmoja tu wa upinzani aliyeshinda jimboni akitokea Chadema na wabunge wengine 19 wa viti maalum.
Wachambuzi wa masuala ya siasa wanasema uwakilishi mdogo wa upinzani katika bunge unaakisi kushindwa kwao katika majimbo, na hilo litamenya nafasi ya mawazo yao kutekelezwa. Mchambuzi wa masuala ya siasa kutoka Tanzania, Chief Yakuba, ana mawazo yake. Mapema mno kuzungumza hivi kwa sababu tumeshuhudia bunge lililopita ambalo tulidhani mwanzoni kwamba bunge lile linaweza kuweka maslahi ya wananchi, lakini badala yake haikuwa hivi. Chama kilionyesha kushika hatamu na matakwa ya chama ndio yalikuwa yakifanyiwa kazi. Kwa hivyo ni vigumu kwa sasa na ni mapema sana kuzungumzia hilo kwa sababu ya historia ambayo tumeipitia bunge lililopita. Sura hii ya bunge la 13 ambalo kimsingi halitakuwa na kambi rasmi ya upinzani wala baraza kivuli la mawaziri kutokana na idadi ndogo ya wabunge wa upinzani, wachambuzi wanaliita bunge la kijani. Hata hivyo ni mapema mno kuhoji, kwani huenda wapinzani hao wachache wakaibua hoja ambazo serikali zitaibeba. Florence Majani, DW, Dar es Salaam. Na bado tunasalia katika eneo hilo la Afrika Mashariki ambapo licha ya vitisho na vitendo vya kamata na manyanyaso mbalimbali dhidi yao, mwamko wa vijana katika kudai mageuzi ya utawala nchini Uganda unazidi kushika kasi na kuhanikiza katika kampeni za uchaguzi zinazoendelea. Taswira inayoshuhudiwa ni mivutano kati ya vizazi vya viongozi wa baada wa uhuru na vijana wa enzi hii wanaoelezea kuwa hawatakoseshwa kutimiza ndoto zao kutokana na maovu kama ufisadi na ukandamizaji wa kisiasa na utawala. Lubega Emmanuel ametuandalia taarifa ifuatayo akiwa Kampala. Huo ni mojawapo ya mikutano ya kampeni za urais za mgombea Robert Kyagulanyi almaarufu Bobi Wine zinazoendelea sehemu mbalimbali za nchi kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa Januari mwakani. Bobi Wine ameendelea kuwahimiza vijana wasahau tofauti zao za kikabila, kidini na kitabaka, kwani hivyo ndivyo vimetumiwa kuleta mgawanyiko na uhasama miongoni mwa jamii za Uganda. Katika mojawapo ya mikutano hiyo, Bobi Wine aliwaambia vijana kwamba watumie nafasi hii ndogo ya uchaguzi kuonyesha kero zao dhidi ya utawala kupitia kwa kupiga kura. Sisi ndio wajukuu wa vijana wa kike na kiume wa mwaka 1962 na sisi ndio mababu za watoto utakaozaliwa. Kwa hiyo ni jukumu letu kujenga mustakabali wa vizazi vijavyo. Kutokana na hoja hiyo, baadhi ya vijana ambao licha ya kutokuwa wafuasi wa moja kwa moja wa Bobi Wine wanahisi kuwa hii ni fursa kwa mwamko ambao waweza kuleta mageuzi ya utawala na kuwawezesha kuhalisisha ndoto zao, lakini matumaini yao yanakumbwa na vizingiti ikiwemo vitisho, vitendo vya kamata na manyanyaso mbalimbali dhidi yao na vyombo vya dola. Ni kwa ajili hii ndipo baadhi wamekosoa utawala wa sasa kwa kudhihirisha kuwa unajali tu maslahi binafsi badala ya mustakabali wa nchi, pale wanapoambiwa kuwa makosa makubwa wanayofanya ni kutaka mageuzi kupitia corruption na machafuko. Kijana wa kike Yvonne Mpambara amekosoa viongozi wa sasa kwa mtazamo huo wao anayoelezea ni kisingizio tu. Msemo tunaosikia ni kwamba vijana ni washari wanaopenda machafuko. Dola ni shari kila siku, kwani tunaona polisi wakiwakamata vijana bila hatia. Vijana wanakumbusha viongozi wa sasa kwamba kipindi kile walipopigania haki zao kutoka kwa tawala zingine walikuwa rika zao na walitambua kuwa mwendelezo wa tawala hizo ungewakosesha mustakabali bora, lakini baada ya wao kuingia madarakani hawatambui kuwa nao wanaendeleza hali ambayo inaleta mashaka kwa vijana kutokana na kukithiri kwa mienendo ya ufisadi, ukiukaji wa haki za binadamu, ukosefu wa fursa bora za kipato na huduma duni za elimu na afya. Lakini Rais Yoweri Museveni amekariri kuwa vijana wanapotoshwa na kuwaonya dhidi ya kushiriki maandamano yanayopangwa kwa ufadhili wa kigeni. Wanashirikiana na kundi la Kyagulanyi wakidai kwamba ni wataalamu wa machafuko na wanafadhiliwa na makundi ya kigeni. Hata hivyo, vijana hawaonyeshi kuhofia vitisho kama hivi, na sasa hata wazazi wao wameanza kukubali kwamba pale walipoendelea kuhofia yale ambayo yangewapata kama wangepinga utawala, walitoa nafasi kwa utawala kujimarisha na kujenga mazingira haya ambayo sasa ni mkwamo mkubwa wa walimu wao na watoto wao. Brenda Nakalema ni kijana anayechambua masuala ya utawala.
Just because you're young doesn't mean that you don't have an understanding of how. Kwa sababu wewe ni kijana haimaanishi uelewi jinsi utawala unavyokunyanyasa. Vijana wameshuhudia hali hiyo mara kwa mara. Over again. Tofauti kabisa na miaka ya nyuma ambapo vijana walitazama tu kampeni na uchaguzi vikifanyika. Kwa sasa wengi wamejitosa ulingoni kuwania viti mbalimbali vya uongozi. Lakini changamoto kubwa kwao ni ukosefu wa pesa, kwani wapigaji kura wengi hudhani kuwa hiki ni kipindi cha wao kuvuna kutoka kwa wagombea. Lakini vijana wanaamini kuwa matumizi ya teknolojia za mitandao ni fursa ambayo watatumia kuwahamasisha wenzao kuleta mageuzi hata kama utawala una uwezo wa kuzitatiza. Lewege Emmanuel, DW Kampala. Kwingineko ni mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa mataifa ya G7 umeanza nchini Canada, ambao unajikita kujadili masuala ya usalama, mwenendo wa vita vya Urusi na Ukraini na amani katika eneo la Mashariki ya Kati. Wachambuzi wa masuala ya kimataifa wanasema mkutano huu una mwelekeo chanya ukilinganisha na ule wa wakuu wa nchi wa G7 wa mwezi Juni. Mwenzangu Mohamed Khalif anautazama mkutano huo katika taarifa ifuatayo. Uingereza na Ujerumani yamekuwa mataifa ya awali kabisa miongoni mwa wanachama wa kundi la G7 kutoa ahadi ya kuchukua hatua kubwa zaidi kuisaidia Ukraine na kushinikiza Urusi, wakati mawaziri hao mambo ya kigeni walipokuwa njiani kuelekea Niagara, Canada kwa mkutano huo. Akitangaza uamuzi huo, waziri wa mambo ya nje wa Uingereza Yvette Cooper amesema nchi yake itatangaza hatua kali zaidi dhidi ya usafirishaji wa gesi ya Urusi kwa mwaka ujao ili kushinikiza Moscow kukomesha vita vyake nchini Ukraine. Hatua hizo zinajumuisha marufuku ya kutumia huduma za usafiri wa bahari za Uingereza kama vile bima na usafirishaji wa meli. Kama ukitekelezwa, uamuzi huo utazuia huduma zote za Uingereza kutumika kusafirisha gesi ya Urusi kuelekea nchi ya tatu. Tayari Uingereza yenyewe ilishapiga marufuku kuingiza gesi ya Urusi tangu mwaka 2023. Waziri huyo wa mambo ya kigeni alitangaza pia kwamba nchi yake inatoa msaada mwingine wa paundi milioni 13 kwa ajili ya ukarabati miundombinu ya nishati ya Ukraine wakati huo majira ya kipupu yake. Kwa upande wake, waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Vadeful ametangaza msaada mwingine wa euro milioni 40 pia kwa ajili ya miundombinu ya nishati ya Ukraine. Akizungumza nchini Bolivia kabla ya kupanda ndege kuelekea Niagara, Vadeful amesema, na hapa namnukuu, tunawasaidia watu wa Ukraine kukabiliana na majira mengine ya baridi kali wakati wa vita. Tunawasaidia waweze kuwasha taa zao na mashine za joto. Tunawasaidia kuizuia Urusi na mashambulizi yake kigaidi dhidi ya miundombinu ya gesi yasivunje moyo wale wanaotetea uhuru wa nchi yao. Mwisho wa kumnukuu. Hata hivyo, mwenyeji wa mkutano huo, waziri wa mambo ya nje wa Canada Anita Anand, amechelea kutoa ahadi ya moja kwa moja juu ya kile watakachofanya kuhusu Ukraine. Badala yake amewaambia waandishi wa habari kwamba kwa nchi yake jambo la muhimu ni kusimamia mazungumzo ya kimataifa, hasa katika wakati huu ambapo dunia inakabiliwa na kile alichokiita mazingira tete na changamano. Wanadiplomasia hao wa ngazi ya juu wanakutana baada ya Rais Trump wa Marekani kuziwekea vikwazo kampuni mbili kubwa za mafuta za Urusi, akimshutumu Rais Putin wa Urusi kwa kukataa kumaliza vita vyake nchini Ukraine. Mbali ya Ujerumani na Uingereza, kundi la mataifa ya G7 linajumuisha Ufaransa, Italia, Japan, mwenyeji Canada na Marekani. Waziri wa mambo ya nje wa Ukraine Andrii Sybiha anatazamiwa pia kuhudhuria mkutano huo ambao umewaalika pia wawakilishi kutoka Saudi Arabia, India, Brazil, Australia, Afrika Kusini, Mexico na Korea Kusini. DW tunavuma kwa kishindo. Na sasa tuingie hapo Mashariki ya Kati, ambapo uwezekano wa kuigawa Gaza katika maeneo mawili unazidi kuongezeka, eneo moja likitajwa kudhibitiwa na Israel na jingine kutawaliwa na Hamas, kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali, huku pia juhudi za kuendeleza mpango wa Rais wa Marekani Donald Trump kumaliza vita zaidi zinatajwa kudorora. Taarifa zaidi inasomwa na Silvia Mwehozi. Maafisa 6 wa Umoja wa Ulaya walio na ufahamu wa moja kwa moja wa juhudi za utekelezaji wa awamu inayofuata ya mpango wa Trump wamelieleza shirika la habari la Reuters kwamba mpango huo unaonekana kukwama na kuna uwezekano ujenzi mpya sasa kuelekezwa tu katika eneo linalodhibitiwa na Israel. Chini ya awamu ya kwanza ya mpango huo ulioanza kutekelezwa Oktoba 10, jeshi la Israel kwa hivi sasa linadhibiti 53% ya eneo la Mediterranean, ikijumuisha kwa kiasi kikubwa mashamba sambamba na upande wa kusini mwa Rafa, sehemu ya jiji la Gaza na maeneo ya mijini.
Karibu wakazi milioni 2 wa Gaza wameshonana katika mahema kwenye kambi na vifusi vya miji iliyoharibiwa katika maeneo yaliyosalia ya Gaza yanayodhibitiwa na Hamas. Awamu inayofuata inadokeza juu ya kujiondoa zaidi kwa Israel kutoka kile kinachofahamika kuwa mstari wa njano uliokubaliwa chini ya mpango wa Trump, pamoja na kuanzisha kwa mamlaka ya mpito ya kuongoza Gaza, kupelekwa kwa kikosi cha kimataifa cha ulinzi kitakachochukua mikoba ya jeshi la Israel, kupokonywa silaha kwa kundi la Hamas na kuanza ujenzi mpya. Lakini mpango huo hautoi ratiba au taratibu za utekelezaji. Wakati huo pia Hamas inakataa kusalimisha silaha, Israel inakataa ushiriki wowote mamlaka Palestina inayoungwa mkono na Magharibi, na kutokuwa na uhakika juu ya jeshi la kimataifa. Vikosi vya Israel vimeweka vizuizi vikubwa vya saruji ya manjano katika mipaka ya njia ya uondoaji wa wanajeshi, na wanajenga miundombinu upande wa Gaza unaodhibitiwa na wanajeshi wake. Wazo moja linalojadiliwa kwa mujibu wa maafisa wawili wa Ulaya na mwanadiplomasia mwingine wa nchi za Magharibi ilikuwa ni kwamba Hamas wanaweza kusalimisha silaha chini ya usimamizi wa kimataifa badala ya kuzikabidhi kwa Israel au jeshi jingine la kigeni. Mataifa ya Ulaya na ya Kiarabu yanaitaka mamlaka ya Palestina yenye makao yake makuu katika ukingo wa Magharibi na polisi wake kurejea Gaza, pamoja na jeshi la kimataifa kuchukua hatamu kutoka kwa Hamas. Maelfu ya maafisa wake waliofunzwa nchini Misri na Jordan wako tayari kupelekwa, lakini Israel inapinga ushiriki wowote wa mamlaka ya Palestina. Bado haijafahamika ni nani atafadhili ujenzi wa sehemu za Gaza chini ya ukaliaji wa Israeli, huku mataifa ya Ghuba yakisita kuingilia kati bila ushiriki wa mamlaka ya Palestina na njia ya kuwa dola inayopingwa na Israeli. Gharama za ujenzi mpya zinakadiriwa kuwa dola bilioni 70. Asante Selvia. Tukamilishe na taarifa inayosema Uturuki inaendelea kuwa mshirika muhimu wa usalama barani Ulaya. Ujerumani inataka kushirikiana na serikali ya Uturuki ili kuimarisha usalama wake wa kiulinzi. Amina Abubakar anaangalia namna masuala ya ulinzi yanavyofanya nchi hizi mbili kuwa na usuhuba wa karibu. Uvamizi wa Urusi nchini Ukraine ulifanya Ujerumani kufikiria tena kuhusu sera yake ya usalama. Tangu wakati huo, Ujerumani imekuwa ikijaribu kuiunga mkono Ukraine, huku pia ikijaribu kuimarisha zaidi uwezo wake wa ulinzi. Vita vya Ukraine vimeonyesha kuwa jumuiya ya kujihami NATO haina uzalishaji wa kutosha wa silaha. Tangu vita kuanza, mataifa ya Ulaya yamekuwa yakijaribu kuzidisha uzalishaji wao wa silaha, alisema mchambuzi wa masuala ya ulinzi kutoka Uturuki, Kagla Cook. Ili kukidhi mahitaji haya, Ujerumani imeanza kutafuta washirika wapya na tayari imemwona mmoja ambaye ni mshirika wa NATO ambaye ni Uturuki. Swala la ulinzi lilikuwa ajenda kuu katika meza ya mazungumzo wakati kansela wa Ujerumani Friedrich Merz alipokutana na rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan mwishoni mwa mwezi Oktoba. Erdogan alisema nchi yake itaendelea kushirikiana kwa karibu na Ujerumani. Awali, waziri wa mambo ya nchi za nje wa Ujerumani Johann Wadephul alisema katika ziara yake mjini Ankara wiki kadhaa kabla ya ziara ya Merz huko kwamba watafarijika sana kama sekta mbili za ulinzi za mataifa hayo mawili zitaweza kushirikiana pamoja. Mwaka 2022 kampuni 4 za Uturuki, Baykar, Aselsan, TAI na Roketsan, ziliingia katika orodha ya taasisi ya kimataifa ya utafiti wa amani ya Stockholm SIPRI kwa kuwa kampuni zilizo na kiwango kikubwa cha silaha. Sifa ya sekta ya ulinzi ya Uturuki inajulikana sana nchini Ujerumani. Uturuki inaweza kuwa mshirika na soko kwa sekta ya ulinzi ya Ujerumani na Ulaya, hii ikiwa ni kulingana na Benedikt Meng, mtaalamu wa ulinzi wa Ujerumani mwenye uzoefu wa miaka mingi katika sekta ya silaha ya Ujerumani. Huku Uturuki pia ikiwa moja ya washirika wakubwa wa NATO na mshirika muhimu ndani ya Mashariki ya Kati na Ulaya, uhusiano wa ndani wa sera za ulinzi na viwanda unaweza kuwa na manufaa makubwa kwa masilahi ya pamoja ya usalama. Makubaliano ya ushirikiano tayari yameanza kutekelezwa. Kuanzia mwaka 2027, kampuni ya Uturuki ya Repkon itazalisha silaha za milimita 155 kwa Ujerumani. Silaha hizo zinakidhi viwango vya NATO na huwa zinatumika pia nchini Ukraine. Lakini kando na hilo, baadhi ya wataalamu wanasema leo hii Uturuki inaangaliwa kama mshirika muhimu, wakati ikiwa bado inashutumiwa na mashirika ya kutetea haki za binadamu kwa kukiuka haki hizo kwa raia wake, wakisema swala hilo sasa ni kama halijapewa kipaumbele na wale wanaotafuta ushirika na nchi hiyo. Naam, taarifa hiyo inatamatisha safu yetu ya uchambuzi asubuhi ya leo, na sasa ni makala tulizokuandalia. DW Sema Uvume.
Dira ya maendeleo ya Tanzania kufikia mwaka 2050 inabainisha maendeleo ya uchumi imara wa kidijitali kama nyenzo muhimu kwa maendeleo ya taifa. Hivyo basi, kampuni zinazotoa huduma za kidijitali ni muhimu. Karibu katika makala ya Sema Uvume ni kufahamishe namna kampuni hizi zinavyofanya harakati zake ili kuchangia maendeleo na uchumi wa kidijitali. Jina langu ni Angela Mdungu. Karibu. Wakati teknolojia ya kidijitali ikiendelea kukua kote ulimwenguni, Afrika haiko nyuma. Nchini Tanzania, wajasiriamali wadogo wanaendelea kuonesha ubunifu na kuanzisha makampuni yanayotoa huduma kwa kutumia teknolojia hiyo ili kukuza uchumi wa kidijitali. Baraka Jeremiah ni mwanzilishi wa kampuni ya Kilimo Fresh. Kwanza kabisa, anafafanua zaidi kuhusu maana hasa ya uchumi wa kidijitali. Kwa maneno rahisi, uchumi wa kidijitali ni matumizi ya teknolojia na mtandao kuboresha namna tunapofanya biashara, kuwasiliana na kutoa huduma. Bwana Jeremiah anarejea tena kueleza namna kampuni kama yake zinavyosaidia kukuza uchumi. Makampuni ya teknolojia yanarahisisha maisha na kuongeza ufanisi wa kiuchumi. Yanawezesha biashara ndogo ndogo kufikia wateja wengi kupitia mitandao na kuongeza uwezo wa bei, yanaongeza ajira kwa vijana, yanapunguza gharama za kufanya biashara pia kwa wafanyabiashara wengi. Mfano, kwa sisi Kilimo Fresh tunatumia teknolojia kupanga manunuzi, usambazaji na ubora wa mazao, ili kupunguza upotevu wa chakula na kuongeza kipato cha wakulima. Wamiliki wa kampuni hizi bunifu wana chama chao kinachofahamika kama Tanzania Startup Association. Chama hicho kimeundwa ili kuhakikisha kuwa kampuni hizo zinapata majibu ya changamoto zinazozikabili ili ziweze kufikia malengo hasa yakiwemo kukuza uchumi na pato la taifa. Nimezungumza na Prego Jafet ambaye ni mkuu wa programu wa chama hicho. Hizi kampuni bunifu nyingi zinaundwa na vijana ambao wamemaliza chuo, labda wamefanya kazi kidogo, baadaye wakaona fursa mtaani wakaamua kuanzisha kampuni. Sasa kwa miaka mingi vijana hawakuwa na namna ya pamoja ya kusema changamoto zao. Badala yake kuna sintofahamu kati ya wale wanaopaswa labda watunga sera, wanatunga sera ambazo vijana wanaona haziendani na mahitaji yao. Tuliona hiyo changamoto, tukasema kwa nini tusiunge chama alafu kaibua hoja tukaengage serikali na wadau wengine wa sekta binafsi. Kampuni nyingine kati ya nyingi za wajasiriamali wa kidijitali ni Sahara Ventures inayohusika na ujasiriamali wa teknolojia na ubunifu. Kampuni hiyo ina kituo kinachojishughulisha na kuwapa mitaji wajasiriamali wengine wadogo. Jumanne Mtambalike wa Sahara Ventures anaelezea mafanikio na namna kampuni yake inavyochangia katika uchumi na maendeleo hasa kwa vijana. Toka tuanze operation zetu miaka 10 iliyopita, tumefanikiwa kuwafikia vijana wa Tanzania zaidi ya 10,000 kwenye intervention mbalimbali, ikiwemo programu za kusapoti startups za vijana vioni, lakini baadhi ya makampuni ambayo tumesapoti tumefanikiwa kuajiri vijana wengi. Kampuni nyingine zimeajiri vijana mpaka 30-40, lakini vile vile tumefanikiwa kushiriki kwenye kutunga sera mbalimbali zinazohusiana na masuala ya vijana na ubunifu na startup kwenye kuchangia uchumi wa taifa. Licha ya mafanikio, kampuni za wajasiriamali wa kidijitali zinakabiliwa na changamoto kadhaa. Bwana Mtambalike anasema miongoni mwa changamoto hizo ni upatikanaji wa mitaji. Ili kutatua changamoto zilizopo, kampuni hizi zimekuwa zikishirikiana na serikali ya Tanzania ziweze kufikia malengo ya dira ya taifa hilo kufikia mwaka 2050. Miongoni mwa hatua zilizochukuliwa ni kuwekwa kwa sera rafiki za teknolojia ya habari na mawasiliano TEHAMA. Malengo ni kuunda mazingira bora kwa uwekezaji na kukuza uchumi wa kidijitali na uvumbuzi. Msikilizaji, kufikia hapo kipindi cha Sema Uvume hakina la ziada kwa leo. Nikukumbushe tu kuwa tumeangazia kampuni za ujasiriamali wa kidijitali nchini Tanzania na namna zinavyopambana kukuza uchumi. Jina langu ni Angela Mdungu, hadi wakati mwingine na kuaga. Kwaheri. Na kwa nukta hiyo, msikilizaji, hatuna la ziada katika matangazo haya ya asubuhi. Kwa niaba ya wenzangu wote, jina langu ni Hawa Bihoga. Usikose kujiunga nasi inapotimia saa 7 kamili mchana kwa saa za Afrika Mashariki. Tukutakie wakati mwema.
Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini. Tupokee msikilizaji wakati huu ambapo unazidi kusonga mbele kiziba mkonga cha wakati huu ambapo wakati wote unapofahamu kwamba unatusikiliza ukiwa katika eneo lipi duniani. Imekuwa ni taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW ambao ni washirika wetu. Wakati huu basi ni wakati mwafaka wa kupokea kiziba mkonga cha sasa ili tuweze kujua ni kipi ambacho kinajiri kwa siku ya leo. Tupokee kiziba mkonga cha sasa. Asubuhi na mnaye msikilizaji pote pale ulipo, mindset na attitude ni sumaku ya mafanikio. Mindset yako na attitude ni sumaku ya mafanikio. Sumaku ni ile spark. Kwa maana kila wakati nimependa kueleza kwamba chunga mindset yako inakaa namna gani. Can you change your mindset? Maana mindset na attitude ni sumaku. Attitude, umeamka aje? Attitude yako inakaa aje? Ni sumaku ya mafanikio. Na hicho ndicho kiziba mkonga cha sasa.